Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmbet.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Naona kwamba watu wako very serious na wameona kuna haja sasa ya kusikiliza yale mapendekezo ambayo Young Africans waliweza kuyazungumza. Mimi naamini kikao hichi ni kwa ajili ya kujenga. Kila mtu kutafakari, kila mtu kuweza kuangalia ni wapi ameteleza, kila mtu kutaka kuangalia ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kwa ajili ya hiyo mechi kuwepo, kujenga zaidi. Na kama Young Africans watatimiziwa matakwa yao kama alivyosema, ina maana wako tayari kucheza. Lakini naamini hichi kikao kinawezekana watu waka-compromise. Ku-compromise kwa namna gani? Yaani inawezekana wasitimiziwe kila walichokitaka, lakini wakapewa baadhi ya walivyovitaka ili waweze kucheza mechi hiyo tarehe 15. Sawa, basi wacha tuungane na wenzetu ambao wako pale bodi ya ligi kwa ajili ya taarifa ambazo zinaendelea pale, tuweze kujua viongozi wamefika nani na nani, lakini pia nini hasa kinaendelea pale makao makuu ya bodi ya ligi. Muksini Kimonje. Salama, mambo vipi? Safi, kwema kabisa. Kwema bana, hapa tuko live kupitia Sports Gear. Yes. Ndio, sasa tunaomba utuambie hali ilivyo hapo bodi ya ligi, nini ambacho kinaendelea? Hali ni nzuri kutoka makao makuu ya bodi ya ligi hapa Ilala, Dar es Salaam, na kinachoendelea hivi sasa ni baadhi ya viongozi kutoka pande zote mbili wakiwa wanaendelea kuwasili kwa ajili ya kikao ambacho kinatarajiwa kuanza asubuhi majira ya saa 4, na tayari pia mjumbe wa kamati ya utendaji Young Africans Alex Kai pia ameshawasili hapa. Na pia mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Kuto pia ameshawasili hapa na baadhi ya viongozi wengine. Ndio. Yeah. Vipi kwa upande wa makamu wa rais wa Young Africans, kwa sababu tunafahamu rais wa Young Africans hayuko Tanzania, mwakilishi wake? Kwa sasa hivi bado hajawasili hapa, na kwa mujibu wa maelezo ambayo amezungumza pia Alex Kai ni kwamba uwepo wake pia ni uwepo wa Young Africans. Lakini sawa, basi tutaendelea kuwasiliana ili uweze kutupa taarifa ambazo zinaendelea hapo. Shukrani sana. Mbona pazito mapema sana? Bila shaka mmesikia kwamba rais wa Young Africans tunafahamu hayuko Tanzania, kwa ilibidi makamu wa rais wa Young Africans ambaye ni Arafat Haji aenda kumwakilisha pale president, lakini Alex Ngai anakuambia uwepo wake yeye tu unatosha. Ukimwona yeye umeiona Young Africans bana. Hata kama umeona Young Africans, lakini kwa nini walimuhitaji president yawepo? Kwa sababu yeye ndo mzizi kwenye mti. Kwa sababu mimi naamini kwamba angekuwa ni Alex Ngai anatosha, basi bodi ya ligi singeelekeza kwa president, ingeelekeza tu kwa kamati ya utendaji ya kina Alex Ngai. Mpaka bodi ya ligi wameelekeza moja kwa moja bwana president au Arafat Haji. Naamini kuna uwepo wao ni muhimu sana pale. Kwa Harris unaweza ukaelewa yupo kwenye upande wa majukumu, si ndio? Lakini kwa Arafat Haji nako pia tujajua majukumu yake ya kikazi yakoje, kwa sababu ukiachana kuwa makamu wa rais wa klabu ya Yanga pia na shughuli zake nje ya Yanga ambazo mara nyingi huwa anazifanya. Kwa hiyo sijajua mzunguko wake wa leo uko vipi, lakini naamini hichi ni kikao ambacho walikuwa na taarifa nacho zaidi hata siku 4 mpaka 5 kwamba Jumatatu sisi tunawahitaji kwa ajili ya mazungumzo. Kitu pekee ambacho nakitamani zaidi kwenye upande wa hichi kikao ni kuona namna gani ambavyo Young Africans wataenda na hoja zao, pia bodi ya ligi nao pia wataenda na hoja zao. Na kwa nini ni Yanga na bodi ya ligi? Kwa sababu ukiangalia kiuhalisia kama vile Simba amefanya usaliti kwenye hili jambo. Kwa maana ya kwamba barua zote mbili za hizi timu, Young Africans msimamo ulikuwa ni ule kwamba hatutocheza mechi mpaka naona ananipigia Muksini Kimonje. Yes. Muksini Kimonje. Yes. Nini kinaendelea? Makamu wa rais pia Young Africans amewasili hapa, lakini pia CEO Andre Mtine, msemaji wa Young Africans Ali Shabani kama pia wamewasili hapa kwa wiki ambacho tunasubiri kujua sasa nini ambacho kitajiri baada ya hicho ambacho wameitiwa. Maana kwa maelezo yao kila mmoja anakuambia nao hawajui nini ambacho wameitiwa.
na bodi ya ligi. Bila shaka tunatambua kitu ambacho kinawafanya wao kuitwa, na maana yake ni hatima ya mechi ya dabi wao kama wenyeji. Mpaka sasa hawajafanya maandalizi yoyote kwa mujibu wao ambao wamezungumza. Kwa tunasubiri kujua nini ambacho kitajiri kwenye kikao hicho baada ya wao kutoka sasa huko ndani. Yaani Young Africans wamesema kwamba wao mpaka sasa hivi hawajui wameitiwa nini na hawajafanya maandalizi yoyote ya mchezo huo. Kwa mujibu wa maelezo ya mjumbe wa kamati ya utendaji Young Africans kwamba wametikia wito na wanakwenda kusikiliza nini ambacho wamechukua. Kwa tunasubiri kujua sana wao baada ya kutoka watuambie nini ambacho waliitiwa na nini ambacho wamekubaliana. Kwa upande wa bodi ya ligi kiongozi aliyofika ni Steven Mguto. Kwa mujibu ambao amewasili kwa kupitia hapa ambao tulipokuwepo ni mwenyekiti ambaye ameshawasili ndani. Basi Sam Kusini Kimonje, usisite kutupigia endapo kuna taarifa mpya. Shukrani sana. Nimetoka kuzungumza hapa Juma kwamba uwepo wa hawa watu president ama vice president ni muhimu sana kwenye kikao hiki. Ili jambo yani ikiwezekana kikao cha familia kinafanyika afu wazazi hawapo. Unamtuma mtoto. Nafikiri inabidi wazazi wawepo kwa sababu hili sakata ni very serious kuliko watu ambao walikuwa wanalihisi, na kwenye kuwa serious na maana unahitaji wale watu ambao wanaweza kufanya maamuzi. Maamuzi yanaweza kufanyika na rais wa club, makamu, ndio hivyo mtendaji mkuu CEO tumeona amefika, lakini pia taarifa za maamuzi zinaweza zikapelekwa na meneja wa habari na mawasiliano ambaye amefika. Kwa nafikiri hata engineer inawezekana angekuepo Tanzania, inawezekana tungeweza kumuona kwenye kikao cha leo kwa sababu hichi kikao inawezekana kikaamua hatima ya ligi. Kwa sababu kama waliwasikiliza wazee walisema kama siku hiyo Simba atapewa alama 3 na wao atakatwa alama 15, basi ligi ya nchi nzima imeisha muda. Yaani siku hiyo ndio itakuwa ligi imeisha. Na hawakumaanisha kwamba hawatacheza hizo michezo miwili. Yaani wamemaanisha kwamba yani ligi itakwenda kusimama. Yaani ligi imeisha. Yaani ndio timu zote, sio wao tu. Timu zote Tanzania. Kiandamizi sana. Sasa kwa nini bodi ya ligi wasiwaite kati kwanza? Waite wazee. Njoni kabla mambo. Ndio maana hata mimi nikasema Yanga kukatwa point 15 itakuwa ni swala geni sana na itakuwa ni swala gumu kwa sababu ndio maana mwanzo nikasema Simba nao pia kama vile wamefanya usaliti kwa sababu hawajasimamia kila ambacho walichokuwa nakimaanisha. Kama mnakumbuka walitaka watu waadhibiwe. Mshauri pia wa boss Mohamed Dewjimo bwana Magoli alizungumza akasema kwamba sisi hatutopeleka timu uwanjani mpaka wahuni wafanyaje waadhibiwe. Sasa bado hatujaona reaction yote kutoka bodi ya ligi ya hao wahuni ambao yeye alikuwa anawamaanisha. Kwa nini leo Simba wanaitaka mechi? Lazima Yanga waanzie pale. Yaani kwa nini Simba wanaitaka hiyo mechi? Kwa sababu kwenye barua yao walisema kwamba na wenyewe hawako tayari kupeleka timu mpaka kuona wahuni wakifanyaje wakiondolewa au wakiadhibiwa. Okay. Sasa na barua Yanga nao pia nayo iliandika kwamba sisi hatutopeleka timu mpaka tumuone Steven Mguto pamoja na Almas Kasongo wakiondoka kwenye upande wa bodi ya ligi. Kuanzia leo tarehe ngapi? Tarehe 8, si ndio? Ni siku tarehe 9 leo. Tarehe 9, si ndio? Siku takriban 16. Imetimia miezi 3 na siku moja. Okay. Tangu Yanga watoe tamko lao kwamba sisi hatuchezi kwa sababu tunataka tukamilishiwe 1, 2, 3. Kwenye miezi 3 Young Africans wakiamka wimbo ni ule sisi hatuchezi. Lakini kwa upande wa Simba nadhani imekuwa ni ghafla sana kuona kwamba wanaitaka mechi. Yaani wao kipi ambacho bodi ya ligi imewafanyia mpaka kukubali kwenda kufanyaje? Kwenda kuicheza hiyo mechi. Sawa. Lakini hili jambo kama itatokea kikao cha leo kikaleta matunda na wakafikia muafaka mzuri ama pazuri, leo ni tarehe 9. Mechi ni tarehe 15, zimesalia almost siku 6. Fanya 5. Okay, tuseme siku 5. Hizi siku 5 zinatosha kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo? Kuanzia kwa wachezaji lakini pia mpaka kwenye utayarishaji wa mchezo wenyewe husika. Binafsi naamini kwa wachezaji inatosha sana kwa sababu kama uliweza kusikia jana kama sio juzi, Khalid Aucho alikuwa Insta live na aliojiwa vipi mpo tayari kucheza. Alisema sisi jukumu letu kama wachezaji ni kuwa na focus na kujiandaa na mchezo. Sisi tukiambiwa mchezo upo tuko tayari na tumeshajiandaa. Na kama unaweza kukumbuka
timu ilikuwa imeingia kambini tongea last week. Ilikuwa ni Jumatano kama sio Jumanne, klabu Yanga iliingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo ambayo inakuja. Hata Simba imeingia kambini leo. Simba imeingia Alhamis. Wale waliotoka nje kule na mimi kwenye timu ya taifa wameshajoin. Yote ni kuhakikisha kwamba kila mtu ana focus yake ipo. What if unasema mchezo upo afu nyewe mlikuwa mjajiandaa. Kwa nafikiri kwa benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwao inaswi. Sasa maandalizi haya mengine ndo hapo jambo la kuangalia ni wapi ambapo wanaweza ka compromise. Lakini kitu cha muhimu ni wale watu ambao wanatakiwa kuzicheza zile mechi wako tayari. Kwangu mimi naamini watakuwa tayari. Lakini pia masuala ya maandalizi sijui vikao na kamati ya ulinzi